Dunia, ulimwengu huu tulionao sasa hivi, wakati huu ni wakati wa hatari, ni nyakati za hatari, sababu dunia inakoelekea inaweza ikawa inaelekea mwisho, kwa sababu ya mambo yanayoendelea. Watu tumekuwa wenye kujipenda wenyewe, tumekuwa wenye kuangalia nafsi zetu, wenye kuponya nafsi zetu. Watu upendo hamna, watu tumepotosha haki, watu sio wa kutenda mema, tumekuwa wa kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Tukisema kumpenda Mungu ni kupenda mema, tenda mema. Watu, kila mtu anajiponya nafsi yake, lakini tukumbuke Biblia imesema kwamba atakayeiponya nafsi yake ataiangamiza, atakayeiokoa nafsi yake ataiangamiza. Kwa hiyo dunia sasa hivi tulionayo, tunakoelekea huku, tunaelekea kwenye giza. Kiangalia kwa jicho la kiungu kabisa, mifumo yote ya dunia hii, mifumo yote, kila kitu kinachoendeshwa, tunachokipanga sisi wanadamu, tumepotoka. Kila kitu tumepotoka. Ukiangalia kwa mfumo wa kimungu, kwa jicho la kiungu, kila kitu kimepotoka. Basi shalom watu wa Mungu, ni wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu. Leo basi ni tafakari na wewe ili jambo kidogo, kwamba dunia ya sasa inakoelekea, kila mshale unavyosoma kwenda mbele huku, miaka inavyozidi kwenda, dunia inakengeuka zaidi, dunia inaharibika zaidi, dunia inapotoka zaidi, kwa sababu tumesahau misingi ya Mungu, tumesahau kumtii Mungu. Wanadamu sisi tunafuata akili zetu, tunafuata fahamu zetu, tunafanya mavumbuzi yetu, tunafanya vitu vyetu ndio tunavifuata hivyo. Hatutaki kumpenda Mungu. Tupo kwenye nyakati zile alizomwambia Timotheo Paulo kwamba nyakati za mwisho zitakuwa ni za hatari. Watu watakuwa wenye kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu, wasiotii wazazi wao, wasiopenda mema. Ndio wakati huu tulionao. Kizazi hichi utasikia taarifa mara huku huyu amekutwa amekatwa kichwa, utasikia huku mara huku kuna mtu ametekwa amevunjwa, utasikia huku sijui kuna mtu amekutwa amefariki hapa, utasikia ajali hapa. Ni kwa sababu ya nini? Wanadamu tumepotoka. Sisi wenyewe wanadamu, sio shetani analeta matatizo, ni sisi wenyewe wanadamu, kwa kupotoka zaidi, kwa kuharibika zaidi, kwa kuharibika kwetu zaidi, na matatizo hayo yanaletwa na sisi kwa tamaa zetu. Ukiona watu wanapata ajali, ina maana kuna mtu alipewa atengeneze barabara, kutengeneza vizuri watu, barabara ikawa na mashimo. Ukisikia watu ameuawa, labda huku amenyongwa, huyu amekutwa amefariki, ni ameuawa na mtu kwa sababu ya tamaa ya fedha labda na vitu vingine. Kwa hiyo dunia kuvunjika, inavunjika sana. Ngoja nikusomea hapa katika Isaya 24 mstari wa 19. Hapa imeandikwa hivi: dunia kuvunjika, inavunjika sana. Dunia kupasuka, imepasuka sana. Dunia kutikisika, imetikisika sana. Dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machera, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Itaanguka. Yaani tunapoenda huku, dunia inazidi kuanguka. Tunapoelekea mbele, tunapokimbizana mbele, dunia inaanguka tu, dunia inaanguka tu. Inaanguka kwa sababu ya nini? Sisi wanadamu tumepotoka. Watu tumekuwa kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu, kwa sababu nilishafundisha huko nyuma kwamba chanzo cha mabaya yote katika uso wa dunia hii ni kupenda fedha. Kupenda fedha, tayari huwezi kuthamini ubinadamu wa mwingine, huwezi kuthamini mtu mwingine, ni kwa sababu unaangalia faida tu. Kwa hiyo watu wengi tumekuwa na roho hiyo. Kuna roho zimetuvaa, roho za mpinga mema, roho za mpinga haki. Roho ndizo zimetuvaa, ndizo zimetujaa sisi katika fahamu zetu. Kwa hiyo dunia inapoenda huko, inaharibika zaidi. Wanadamu tumeharibika zaidi, tumeacha upendo, kwa sababu Biblia hapa katika waraka huu wa kwanza wa Yohana inasema kwamba asiyependa kumjua Mungu, kwa sababu Mungu ni pendo. Huwezi kusema unampenda Mungu. Dunia imeparalyze kwa sababu ya nini? Sababu watu tumeacha upendo, tumeacha haki, tumeacha kuishi katika utu. Kila mtu anajiangalia nafsi yake, kila mtu anajiponya yeye mwenyewe. Kwa hiyo dunia inaharibika zaidi, inaharibika zaidi. Angalia hapa Timotheo, waraka wa pili wa Timotheo, waraka wa pili wa Timotheo anasema kwamba lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwepo na nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe,
wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukurani, wasio safi, wasiopenda kwa kwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Sisi sasa hivi tunapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Tunapenda mambo, tuende viwanja, tu enjoy, hatujui kama Mungu yupo. Kwa hiyo muda unavyosoma, unavyoendelea, tunaharibika. Mifumo imeharibika kila sehemu, kila taasisi unayoiona hapa duniani. Mfano nimesema dini zinatakiwa zifundishe maadili, lakini maadili ndivyo yanapotoka zaidi. Kwa hiyo dini na zenyewe zimefeli, na maana dini zimeingiliwa na watu wenye tamaa ya mali, wenye tamaa ya fedha, wenye tamaa ya madaraka, wenye tamaa ya kuangalia nafsi zao wenyewe, waangalie mambo ya watu wengine. Kwa hiyo kila kitu, kila mfumo wa dunia huu mimi nikiutazama kwa jicho la kimungu, nikiuzoom, naona umepotoka. Ukienda kwenye mambo ya haki, sheria yamepotoka. Ukienda, yani kila kitu kimepotoka. Wanaotunga sheria ndio wanavunja sheria, wanaoongoza wengine ndio waangushao. Yani ni hatari tupu, ni vurugu tupu. Kila kitu kimeharibika. Ni kwa sababu ya nini? Wanadamu tumesahau njia ile ya Mungu ambayo alituelekeza, kwa sababu anasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Uzima wa milele ni nini? Na uzima wa milele ndio huu, kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo ukijua kutenda wema, kufanya kwa usahihi, kufanya kwa haki, kufanya kwa usawa, kwa uadilifu, huko ndiko kufanyaje? Huo ndio uzima wa milele huko ndani yako. Na maana hata ukifa na miaka 50, 20 na ngapi, kama ulikuwa unaishi katika haki, wewe utaendelea kuishi milele. Basi nikushukuru sana kwa kunitazama. Nilikuwa nazungumzia kwamba dunia inapotoka, kadri muda unavyoenda, tusiposimama na kuangalia mapito ya zamani na kuangalia ni njia ipi iliyo njema, tukaiendea hiyo, tutaanguka zaidi, tutaishi kama wanyama, kwa sababu sasa hivi tunaishi kama wanyama. Yani tunaishi tu, mambo yamepotoka sana. Basi nikushukuru sana wewe uliyenisikiliza na kunitazama. Niishie hapo kwa leo. Neema ya Kristo pamoja nanyi nyote. Amen.